kuweza kutosheleza mahitaji ya wakazi wa dunia. Tunaambiwa habari ya tauni. Tauni ni magonjwa ya milipuko na sasa hivi tunaishi chini ya ugonjwa wa mlipuko wa ugonjwa wa COVID-19. Na mambo haya sio kwamba yataisha. Kadiri ambavyo wanadamu wanaendelea kukiuka kanuni za afya za neno la Mungu, magonjwa haya ya milipuko mikubwa yatazidi kuongezeka tena kwa kasi, moja likifuatia lingine, na yakiwa na impact kubwa. Na tunaambiwa na mambo mengine ya kutisha na ishara kuu kutoka mbinguni, hata yameshindwa kuandikwa ni mambo gani. Mambo ya ajabu, occurrences za kutisha zinazotokea angani. Anasema mambo haya tutakapoona tujue ya kuwa wakati umewadia. Mjumbe wa Mungu anaandika katika Prophecy and King kurasa 537 akisema, wakati huu wa sasa ni wakati wa kusisimua mno kwa wote wenye uhai, watawala na viongozi wa siasa, watu wanaovikalia vyeo vyenye dhamana na mamlaka, wanaume na wanawake wanaotafakari sana kwa tabaka zote. Mawazo yao yamekazwa juu ya matukio yanayotokea kutuzunguka. Wanaangalia uhusiano uliopo miongoni mwa mataifa. Wanachunguza nguvu inayoingia katika kila kitu cha athiri, ardhi, hewa, moto, maji. Nao wanatambua ya kwamba jambo fulani kubwa la kukata maneno liko karibu kutokea, ya kwamba ulimwengu huu umefikia ukingoni mwa hatari kubwa sana. Mjumbe wa Mungu anatuambia watawala, watu wakubwa walio katika position za madaraka, wanapoangalia hali ya yanayoendelea duniani, kutokutulia katika mahusiano ya kimataifa, wanapoangalia juu ya habari ya mabadiliko ya hali ya hewa, wanajua dunia hii inaelekea ukingoni. Leo hii ukifungua tovuti zote za agency kubwa za kidunia, ukifungua tovuti za Umoja wa Mataifa, ukifungua tovuti mbalimbali, zote wanakueleza ya kwamba ikiwa dunia yetu hii haitabadili mfumo wake unaoendelea nao sasa hivi, haiwezi kufika 2030, kwa sababu resources zote zitakuwa zimeharibiwa vibaya na matokeo ama athari za kubadilika kwa mazingira. Kwa hiyo wanaona ya kwamba kuna hatari kubwa inakuja. Mjumbe wa Mungu alilisema hili, na anaandika katika Prophecy and King ukurasa 278 akisema, tunasimama mlangoni mwa hatari ya vizazi vyote. Kwa mfuatano wa haraka, hukumu za Mungu zinakuja moja baada ya nyingine: moto na mafuriko na tetemeko ya nchi, pamoja na vita na umwagaji wa damu. Hatupaswi kushangazwa wakati huu wa matukio makuu ya kukata maneno, maana malaika wa rehema, sikiliza, malaika wa nini? Narudia, malaika wa nini? Malaika wa nini? Wa rehema hawawezi kwa muda mwingi zaidi kuwakinga wale wasiotaka kutubu. Kwa hiyo rehema inakaribia kufungwa duniani. Malaika wameanza kuachilia pepo 4 zinazoizunguka dunia hii, na Yesu anatueleza haya yote ili mimi na wewe tujue maisha hayapaswi kuendelea as usual. Hatupaswi kuendelea kuishi kama tupo hapa milele. Lazima tuishi tukijua ya kuwa wakati umewadia wa kumtafuta Bwana maadamu anapatikana, wakati umewadia wa kumwita Bwana maadamu anasikia. Wakati umewadia. Jumbe wa Mungu anatuambia Ibilisi atakapoona mambo haya, hizi dalili alizotueleza Yesu, athari hizi za kimazingira, mambo ya kumongonyoka kwa hali ya hewa na athari nyingi za kimazingira zinazoleta njaa, tauni na mambo mengine ya kutisha, atatumia sababu hizo. Nisikilize vizuri. Wakati sababu hizi ni kama kengele ya kuamsha watu wa Mungu kujua wakati ukaribu, Ibilisi atatumia sababu hizi ili kukamilisha ajenda yake ya kuwavuta watu mbali na Mungu. Tunasema unamaanisha nini? Ellen White anaandika katika kitabu kile cha Great Controversy, pambano kuu,
kurasa wa 590, anaandika anasema, na wakati ule ndipo laghai huyo, yani Ibilisi, atawashawishi wanadamu na kuwaambia kwamba wale wanaomtumikia Mungu ndio wanaosababisha maovu hayo. Itatangaza kwamba watu hao wanaomchukiza Mungu kwa kuivunja sabato yao ya Jumapili, ya kwamba dhambi hiyo imeleta msiba ambayo haitakoma mpaka utunzaji wa Jumapili utakapolazimishwa kwa ukali kwa kutunga sheria bungeni, na